Habari za asubuhi mpendwa mtazamaji wa Tumaini Television popote pale ambako unatutazama kupitia kisimbuzi cha Azam TV channel namba 470 ni kote nchini Tanzania. Tukiwa bado katika hali ya majonzi na maombolezo kufuatia kifo cha kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Francis, na ambaye anatarajiwa kuzikwa siku ya Jumamosi asubuhi, na kesho jioni ama usiku ndiko zoezi la kuhitimisha rasmi utawala wake litafanyika, kwa maana ya kufunika ama kufunga jeneza lake rasmi tayari kwa maziko. Tunaendelea kumwambia kwa Mwenyezi Mungu ili kusudi aweze kumpatia afya, aweze kumpokea katika makao yake ya milele, lakini pia tuombe mchakato mzima unaoendelea mpaka sasa wa kumpata mrithi wake ambaye atachukua nafasi na kuliendeleza kanisa kwa kuyaenzi yale ambayo Baba Mtakatifu Francis ambaye ni mtangulizi wake alianzisha ama kuyafanya. Kwa hiyo tuendelee kuombea mchakato, tuendelee kuombea makardinali ambao wako katika lile zoezi waweze kufanya vyema, na Tanzania tukiwakilishwa na Kardinali Protas Rugambwa ambaye ndiye anatuwakilisha huko. Basi tuendelee kuomba Mwenyezi Mungu aweze kufanya mchakato kuwa mzuri na hatimaye kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa aweze kupatikana tayari kwa kuendeleza kazi ya Mungu kwa kanisa lake, kanisa moja takatifu Katoliki na la mitume. Kama ambavyo nilikwambia, mimi naitwa Aristides Mwana Berugaba ambaye ninakukaribisha kwa asubuhi ya leo tuweze kuyaangazia yale ambayo yamechomoza kunako magazeti mbali ambayo yako mezani kwetu kwa siku ya leo. Tuweze kufahamu dunia inasema nini, dunia inakwendaje. Pole kwa kweli ambaye kwa namna moja ama nyingine unapitia changamoto fulani za kiafya, nikwambie tu kwamba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na neema, ambaye yeye ameruhusu hilo ambalo alipitia kwa wakati huu, ameamini kwamba unalimudu na unaliweza. Kwa hiyo kikubwa ni kuendelea kumshukuru na kumwomba neema ili kusudi aweze kukuwezesha kulishinda hilo ambalo unalipitia. Kwa hiyo usiwe na mashaka. Hongera kwa kweli ambaye umeamka salama. Tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kututeua kwa kwenye ile orodha ambayo aliyethibitisha kuiona siku ya leo ya tarehe 24 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Niko na magazeti kadha ambayo tutayapitia kwa asubuhi ya leo. Niko na gazeti la Uhuru, niko na gazeti la Mwananchi, niko na gazeti la Nipashe, niko na gazeti la Wamachinga, na niko na gazeti la Habari Leo. Yote niko nayo hapa kuhakikisha kwamba tunakupitisha huko, na niko na gazeti pia la Majira ili tuweze kufahamu kile ambacho kimeendelea kunako taifa letu la Tanzania. Na kwa kwanza basi tuone na gazeti la Habari Leo. Gwiji la habari Tanzania lenyewe linasema Tanzania jizatiti upatikanaji wa haki, yaziweka pamoja sheria 1466. Rais Samia aeleza tija yake, haimiza Afrika milioni 950 wapate nishati safi. Habari inasomeka katika ukurasa ule wa 3, lakini kama ambavyo unaona habari picha hapa ni Mheshimiwa Rais Suluhu Hassan akisaini nakala 3 za sheria za Tanzania zilizofanywa urekebu kwa mujibu wa kifungu cha 17 cha sheria ya urekebu Ikulu Chamwino Dodoma siku ya jana. Habari picha hiyo. Lakini mchakato ugawaji majimbo waanza, tume ya kutana na wadau maeneo yaliyoomba kugawanywa. Habari inasomeka katika ukurasa ule wa 7. Lakini ajira mpya 74 zaja CCA, habari inasomeka katika ukurasa wa 2. Lakini CCM yaagiza fidia bilioni 7 ya sifu viongozi wa dini. Habari inasomeka katika ukurasa ule wa 7. Na lakini pia watu 250,000 kuhudhuria maziko ya Papa Francis. Habari inasomeka katika ukurasa wa 19. Binti alidai kutumwa kumuua Mpina afikishwa kotini. Habari inasomeka katika ukurasa ule wa 17. Lakini Biteko tulinde amani tusigawanyike. Habari inasomeka katika ukurasa ule wa 4 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Yenyewe linasema pia madini yafikisha mchango 10% pato la taifa. Habari inasomeka katika ukurasa wa 4. Lakini Mpango asema tuwekeza utalii wa vyakula vya Afrika
Habari inasomeka ndani ya gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Chukua nakala yako kajisomee kwa uzuri uweze kuyafahamu yale ambayo yameandikwa na muhariri wa gazeti hilo. Na kwa wakati huu basi niko na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, lenyewe linasema Chadema ya mwangukia rais kesi ya Tundu Lissu. Heche aomba spika zifungwe mahakamani leo, ajibu hoja za G55 no reforms no election, ya songa mikoa ya kanda ya kati, Mnyika ajitosa. Lakini iko nukuu ya Heche mwenyewe, anasema hii ni kesi kubwa, hivyo hatutaki ifanyike gizani, tunataka ifanyike wazi, na tunaomba mahakama itoe spika nje ili wale watakaokosa nafasi wasikilize nje ya mahakama. Haiwezekani nchi yenye uhuru miaka 63 wamkamate mtu kesi ya kisiasa halafu wazuia wanaopenda kwenda kusikiliza. Huyo ni Heche nikimnukuu kama ambavyo imeandikwa hapo katika habari. Picha ni Rais Samia Suluhu Hassan akikabidhi moja nakala 3 za sheria za Tanzania kwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa kwa ajili ya kumbukumbu wakati wa hafla ya uzinduzi wa toleo la sheria zilizofanyiwa urekebu la mwaka 2023 Ikulu Chamwino mkoani Dodoma siku ya jana. Kushoto ni Jaji Mkuu wa Tanzania Profesa Ibrahim Juma na mwakilishi wa spika wa bunge ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge na ya utawala katiba na sheria Dr. Joseph Mhagama. Ndio na hivyo ndivyo ambavyo limeandika gazeti la Nipashe. Lakini mvutano wa Mchengerwa mbunge Gambo wafikia pagumu, habari inasomeka katika ukurasa ule wa 5 wa gazeti hili, au ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini Wasira aridhia salamu za viongozi wa dini zimewatia moyo, habari inasomeka katika ukurasa ule wa 5 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini tetesi majina mrefu papa wawili kutoka barani Afrika, habari inasomeka katika ukurasa wa 19. Aliyeua mkewe kwa kumchoma moto kisa meseji ya usiku mnene naye kunyongwa, habari inasomeka katika ukurasa ule wa 8. Lakini vijana wasomi watangaziwa nafasi 41,500 ajira serikalini, habari inasomeka katika ukurasa ule wa 4 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii, na aliweka kando ama nalitupa pembeni. Na sasa niko na gazeti la Majira, gazeti hulu la kila siku, lenyewe linasema Samia afunguka kuhusu mabadiliko ya sheria, asema kuanzia mwaka 2002 hadi 2023 marekebisho 1039 ya sheria mbalimbali yamefanyika, asisitiza jinsi nchi mahitaji sheria zinazokwenda na mabadiliko. Habari inasomeka katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Habari picha ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akishiriki mkutano wa wakuu wa nchi kuhusu mabadiliko ya tabia nchi kuelekea mkutano wa COP30 kwa njia ya mtandao Ikulu Chamwino mkoani Dodoma siku ya jana. Lakini rais apongezwa mageuzi ya sekta ya madini, habari inasomeka katika ukurasa wa 4. Lakini Dr. Biteko wa Tanzania msigawanyike wakati wa uchaguzi, habari inasomeka katika ukurasa wa 4 pia wa gazeti hili la Majira. Lakini Rais Samia shiriki mkutano wa kimataifa wa mabadiliko ya tabia nchi, habari inasomeka katika ukurasa wa 4. Mwiguru ateta na mtendaji wa uendeshaji wa WB, habari inasomeka katika ukurasa wa 3. Viongozi wa dini kushiriki mazishi ya Papa Francis, habari inasomeka katika ukurasa wa 19. Uoga kikwazo cha mapambano VVU Zanzibar, habari inasomeka katika ukurasa wa 9. Lakini CCM yakubali ushauri wa viongozi wa dini, habari inasomeka katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Na liweka kando sasa ni kamate gazeti la Wamachinga, yenyewe inasema Majaliwa Mama Samia Legal Aid ni suluhisho, asema imekuwa jibu la mafumbo mengi katika changamoto za kisheria kwa wanyonge wengi, sasa imekuwa kimbilio la wananchi kwenye kutatuliwa migogoro mbalimbali. Ampongeza Rais Dr. Samia kwa kuendelea kuimarisha na kuwekeza kwenye sekta ya sheria, habari inasomeka katika ukurasa wa 4.
Lakini Mdee atuma kombora kwa Mrema, uchambuzi wake wa sheria kanuni za uchaguzi. Habari inasomeka katika ukurasa wa pili. Lakini siasa za ukanda ukabila za itesa CCM Moshi, ni katika jimbo la Moshi vijijini. Kigogo atajwa kuendesha harambee kukusanya fedha, apinga wagombea toka eneo la Uru. Habari inasomeka katika ukurasa wa tatu. Habari picha ni muendelezo wa kile ambacho tumekwisha kukiona katika magazeti mengineyo, ikiwa ni Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akisaini nakala 3 za sheria za Tanzania zilizofanywa urekebu kwa mujibu wa kifungu cha sheria ya urekebu wa sheria Ikulu Chamwino mkoani Dodoma siku ya jana. Wasira, viongozi wa dini wametutia nguvu kuendelea na uchaguzi mkuu. Habari hii inasomeka katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Wamachinga, na naliweka kando. Na sasa nigeukie gazeti la gazeti la Mwananchi. Nitakusema Wananchi, wengine kuna watu wangefurahi kama kina Rahma Kipandula. Lakini mifumo ya ajira ya kera, wabunge wacharuka wakisema kuna ukiukwaji mkubwa, wataka ifumuliwe kunusuru janga la ajira kwa vijana wasomi nchini, wataka mabadiliko katika udahili, wahoji sababu wageni kupata ajira teuzi. Habari inasomeka katika ukurasa wa 6. Lakini Usna Sere Kiboko na mnukuu anasema mtoto wako unapaswa kumlea wewe na kumlisha, lakini kwenda kumpa mjomba eti amlishi hawezi kushiba. Serikali ina vyombo vingi, hebu vitumike kutusaidia kwenye mchujo, lakini asilani asipewe mtu mwingine. Haya, habari inasomeka katika ukurasa wa 6 kama ambavyo nimekwambia. Lakini mshike wa saa 2 za eti na polisi, habari inasomeka katika ukurasa wa 3. Lakini mnyukano wa Mchengerwa Gambo madai ya upigaji fedha, habari inasomeka katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Mwananchi. Lakini ni mwendelezo habari picha kama ambavyo nimekwisha kukwambia tena. Habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akimkabidhi Waziri Mkuu Kassim Majaliwa nakala ya kitabu cha sheria za Tanzania zilizofanywa urekebu kwa mujibu wa kifungu cha 17 cha sheria ya urekebu wa sheria katika hafla iliyofanyika Ikulu Chamwino siku ya jana. Ndivyo ambavyo pia ninaliweka kando gazeti la Mwananchi, na sasa niko na gazeti la Uhuru, ukweli daima, lenyewe linasema Rais Dr. Samia ataja manufaa sheria zilizofanywa urekebu, asema ni nyenzo muhimu itakayopunguza matumizi mabaya ya madaraka. Haeleza jinsi toleo hilo litakavyosaidia kuongeza ulinzi wa haki za raia na kuimarisha amani. Habari inasomeka katika ukurasa wa 2. Lakini sehemu ya habari picha ni Rais Samia Suluhu Hassan akishiriki mkutano wa kuwa nchi na serikali kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na hatua za mpito za haki za kukabiliana nazo kwa njia ya mtandao. Habari picha hiyo. Lakini Dr. Nchimbi asifu uboreshaji mkubwa wa sekta ya afya nchini. Habari inasomeka katika ukurasa wa 6. Lakini Dr. Mpango afichua mbinu ya kukuza utalii wa vyakula. Habari inasomeka katika ukurasa wa 3. Viongozi acheni kuahidi wagombea viongozi acheni kuahidi wagombea. Huyu ni makala. Habari inasomeka katika ukurasa wa 8. Mavunde aanika sekta ya madini ilivyokuza mapato. Habari inasomeka katika ukurasa ule wa 8. Lakini katika ukurasa wa 2, Dr. Biteko asisitiza utulivu wa miaka 61 muungano. Lakini mwili wa Papa Francis kwa asili kanisa la Mtakatifu Peter jimboni Vatican. Habari inasomeka katika ukurasa ule wa 7. Wasira asema viongozi wa dini wametutia nguvu kuendelea na uchaguzi mkuu. Habari inapatikana katika ukurasa wa 2. Mapya yaibuka bungeni sakata tuhuma za Gambo. Habari inasomeka katika ukurasa wa 5 wa gazeti la Uhuru. Na ndivyo ambavyo ninatamatisha yale magazeti ambayo yamenifikia mezani kwangu kwa kupitia vichwa vya habari mbalimbali ambavyo vimeandikwa huko. Kwa wakati huu basi nitakwenda kupata mapumziko yaliyo mafupi sana, kisha tutakaporejea hapa itakuwa ni wasaa mzuri wa kuyageuza magazeti na kutazama kile ambacho kimeandikwa nyuma ya magazeti katika eneo la kimichezo na burudani. Tafadhali endelea kubaki na sisi
mpaka pale tutakapokuwa tunahitimisha kipindi kwa siku ya leo, ikiwa ni siku ya 24 ya mwezi wa 4 mwaka ni 2025, tukiwa pia katika kuomboleza kufuatia kifo cha kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Francis kilichotokea Oktava ya Pasaka, Jumatatu ya Oktava ya Pasaka, majira ya saa 1:35 asubuhi, na akitarajiwa kuzikwa siku ya Jumamosi asubuhi, lakini kesho Ijumaa usiku ndiko zoezi la kuhitimisha safari ya utawala wake kama kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni, kwa ishara ya jeneza lake kufungwa rasmi tayari kwa maziko. Basi tutakwenda kupata mapumziko mafupi, nitarejea. Yesu wa Ekaristi yu hai daima, yu hai daima. Yesu wa Ekaristi. Kanisa Katoliki Jimbo Kuu Dodoma, Parokia ya Bikira Maria Msaada wa Kristo Kizota, limeandaa wiki ya furaha na Yesu wa Ekaristi. Kuanzia tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 2025 hadi tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 2025. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 ndani ya jengo la Basilika. Yesu wa Ekaristi oye! Ufufuko wa Yesu Kristo ulileta furaha kubwa hapa duniani. Biblia inasema pazia la hekalu likapasuka, inchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikatoka miili mingi ya watakatifu waliolala. Na alipomega mkate, wanafunzi waliokuwa wamekata tamaa wakafumbuliwa macho yao, wakapata furaha na imani iliyo hai. Hivyo nichukue nafasi hii kuwaalika wanajimbo wote, dini zote, mtapata mafundisho ya kina ya kiimani na tutapata furaha nafsini mwetu. Mimi ni makamu mwenyekiti halmashauri ya walei Jimbo Kuu la Dodoma, nitashiriki. Karibuni sana sana. Wiki ya furaha mwaka huu ni moto kweli kweli. Kauli mbiu yetu mwaka huu, njooni mahujaji tutembee katika matumaini, ili tuile karamu mbinguni, yani Ekaristi. Kwa yeyote anayetamani kuwezesha tukio hili kurushwa live kupitia TV Tumaini kwa siku zote 6, anakaribishwa kuchangia kupitia Mkombozi Benki pamoja na namba ya simu zilizoko hapo chini. Wapendwa wa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mimi naitwa Padre Jobi Tarele MCBS, paroko wa parokia ya Kizota. Ninayo furaha kubwa leo ninaposimama na kualika kila moja ambaye anisikia na ambaye aniniona. Napenda kuwakaribisha kwa wiki ya furaha kubwa katika parokia yetu, kuanzia tarehe 22 mwezi wa 4 hadi 27 mwezi wa 4. Tuwe pamoja na Yesu wa Ekaristi ambaye anayetusikiliza, anayetupona, anayetusaidia, anayetulisha chakula chake cha kiroho. Karibuni kila moja katika parokia yetu ya Kizota, ili sisi tufurahie na Yesu wa Ekaristi, tupokee baraka yake bure iliyotolewa na Yesu mwenyewe. Karibuni sana. Tumerejea mtazamaji, bado tuko pamoja sanjari sako kwa bako mpaka kunako tamati majira saa 3 kamili za asubuhi, tukiendelea kuhakikisha kwamba unapata kile unachokistahili. Na basi kwa wakati huu tayari tunaingia katika ngwe ya kimichezo, kuiangazia yale yote ambayo yamechomoza kunako michezo ambayo imeandikwa katika magazeti tulionayo hapa mezani kwetu kwa asubuhi ya leo ya tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2025. Kikubwa wewe kupata kufahamu kile ambacho kinaendelea huko, na tayari niko na mwana michezo kutoka huko. Huyu ni fullback wa kushoto wa kuhakikisha kwamba habari zote za kimichezo unazipata habari za asubuhi. Ndugu fullback wa kushoto, Mlinzi Kisiki, naweza kaniita Clement Kibabage. Dickson Kibabage. Okay.
ama ukaniita Mohamed Hussein Babagi Shabalala. Okay. Bwana uko vizuri? Mimi niko sawa, wewe? Mimi niko vyema, Mungu ni mwema. Kila wakati mambo yanakwenda super. Bado tupo kwenye maombolezo ya kifo cha kiongozi mkubwa. Kifo cha Baba Mtakatifu Francis, Kanisa Katoliki ulimwenguni. Duniani. Ulimwenguni. Si ndo duniani? Ulimwengu na dunia ni tofauti. Ulimwengu na dunia ni vitu viwili tofauti. Nendeni duniani kote, nendeni ulimwenguni kote. Okay. Inategemea tu ni wewe unataka kutumia ni sawa na kujiona wewe kuwa mrefu. Nategemea sasa hapo. Uko na nani? Uliyesimama naye. Simama na mfupi basi ni mrefu. Simama na mfupi mwenzio basi wote ni sawa sawa. Kasilimisha maneno. Basi kama ambavyo umegusia, tupo katika kipindi cha maombolezo kufuatia kifo cha Baba Mtakatifu Francis, kiongozi wa Kanisa Katoliki ambaye ameweza kuongoza kanisa toka mwaka 2019. 2013 alipochaguliwa kufuatia mtangulizi wake wa Benedict wa 16 kujiuzuru. Ilikuwa Februari 2013. Kumbukumbu ziko vyema kabisa. Nimeona mchakato ukiendelea wa kumpata mrithi wake. Tayari mchakato umeshaanza. Mchakato ulishaanza. Makardinali kukusanyika kule Vatican. Na wapo baadhi ya makardinali ambao wanapigwa chapuo kwamba huenda huyu huenda yule, lakini Kanisa Katoliki bwana, sasa ni maoni ya watu, lakini Kanisa Katoliki bwana huwa ni kanisa ambalo mambo yake hayatabiliki. Msingi wake uliojiwekea. Unakuta wale ambao wote mnaowazungumzia bwana atakuwa huyu, anaibuka mtu mwingine tofauti ambaye hata nyinyi hamjui. Lakini mwisho wa siku ni Mungu mwenyewe ndiye analiongoza hilo zoezi kuhakikisha kwamba anampata mtu ambaye atarithi hiyo nafasi ambayo imeachwa na Baba Mtakatifu ambaye amefia madarakani, tunaweza kusema hivyo. Kwa tuendelee kumwombea Mwenyezi Mungu. Kwa nasoma historia ikawa ninaniambia huyu ndiye papa wa kwanza kumzika papa mwenzie. Yes. Ni kwa maana alipofanya vile wakati anamzika Papa Benedict wa 16. Ni kweli. Pengine ingetokea mrithi akapatikana kabla ya nini, tungesema labda amepata fursa ya kumzika. Lakini sio. Papa anazikwa Jumamosi asubuhi. Yes. Zoezi la kumzika linaanza. Sasa hivi zoezi la kuaga linaendelea kwa makardinali. Kwa hata kama wewe una nauli kwenda, unapoweza kupata fursa ya kwenda kuaga. Taarifa yake nimeona kwamba jeneza lake litafunikwa kesho usiku Ijumaa, ikiwa ni ishara ya kuhitimisha utawala wake. Kesho ni zoezi la kuhitimisha utawala wake kama kiongozi wa Kanisa Katoliki ulimwenguni linahitimishwa kesho, ambako jeneza litafungwa rasmi sasa tayari kwa maziko. Na kwa mujibu wa historia au kwa mujibu wa maelekezo au kwa mujibu wa marehemu alisema hataki makuu kwenye maziko yake. Mimi ufahari mimi sitaki. Mimi nimekufa. Nini kinachostahilika nendeni kanizike. Hata nafikiri mfumo wa jeneza lake aliotoa yeye mwenyewe. Kwamba liweje, lifanywaje hivyo. Kwa kaka ni vizuri pia hata wewe pia unatakiwa kujua hata pia mimi bwana bwana hata wewe pia unatakiwa kuangalia hayo mapema. Bwana mimi nikidondoka mimi nataka hivi. Ziko rumors kwamba ukikataga kila alichosema marehemu mambo utilinganya. Kwanza si sawa. Yaani kile alichosema mhusika ndicho kifanyike. Na watu wengi waga wanazingatia maelekezo. Bwana alisema kama nina 500 ama nina 1000 kwenye benki. Nikishasema stadi apewe 100 kwenye ile 1000 iliyokuepo. Apewe. Uweze kwa sababu gani nimesema apewe? Msipampa era imeungua, era imepotea, era bwana karibu katika eneo la kimichezo. Sawa, bwana Simba tayari wameshatua kule South Africa.
Na nilikuwa naangalia taarifa yao, Ahmed Ally akawa ameandika kwamba tumeiteka Durban. KwaZulu Natal, KwaZulu Natal. Anasema tumeiteka KwaZulu Natal. Shaka kusikia wimbo. Simba akitafuta fainali yake ya kwanza baada ya muda mrefu wa miaka hiyo kenda huko, sasa itafuta fainali yake ya kwanza. Jana kama hatafanikiwa hapa, huenda akakutana na RC Berkane bila shaka, kwa mambo yanavyokwenda mpaka hivi sasa. Berkane kwa sababu yeye alipata idadi ya magoli 4 nyumbani kwake. Kwa hiyo ni kufuzu kwenda finali ni 90%. Mpira ni una mambo ya ajabu mpira wa vitu vya ajabu study, ingawa huwezi kuwekea guarantee, na ndio maana inapofika mtu ana idadi ama mlima wa magoli 4 huwa anaamua sasa kupewa asilimia kadhaa. Kwa mfano kama wewe tunaweza kumpa 80% za kuweza kwenda finali kwa maana ya RS Berkane, lakini hatuwezi kumpa 100%. Kwa sababu mpira unadunda mambo ambayo ishai kufanyika duniani, watu wanayogopa. Naomba ufafanuzi kwenye hili. Simba ameshinda goli 1 nyumbani 0. Sawa. Ikienda kule bana, labda Stellenbosch nao wakashinda 1, mechi kaisha hivyo. Nini kinafuata hapo? Penalty. Ni mikwaju ya penalty. Mikwaju ya penalty. Kama hapa wale alishinda hapa 1, Simba kaenda kushinda 1 kule, kwamba Stellenbosch wangepita kwa goli la ugenini. Yes. Ungepita kwa goli la ugenini. Yaani Simba kule akifungwa 2-1 tu basi ameenda. Akifungwa 2-1. Angawa aggregate itakuwa 2-2. Lakini Simba atafanikiwa kuenda finali kutokana na goli la ugenini ambalo amelipata. Simba atakwenda finali kutokana na goli la ugenini ambalo amelipata. Si kafungwa 2-1. Lakini kwenye zile 2 alizofungwa yeye anapata goli 1. Bado inampa advantage. Yaani Stellenbosch yote ambao sisi tunazungumza kwamba wakitakiwa kushinda ngapi wanafahamu. Na Simba wanafahamu. Yaani wanaingia uwanjani washaambizana ama wanaambizana, bwana tukifanya hivi tumeenda, tukifanya hivi tumebaki. Bado sijaelewa kwamba Stellenbosch akishinda 2 kule kwake 2-1. Akishinda 2 yeye Stellenbosch kwanza. Nataka tutoe 2-0. 2 kamili. Simba hajashinda chochote kule. Stellenbosch anaenda aggregate sinasoma 2 kwa 1. Waongeze goli kamoja kule. Yaani Simba anatakiwa kuongeza goli 1. Simba akipata goli 1, maana yake Stellenbosch anatakiwa kushinda goli 3. Anamweka katika wakati mgumu. Anatakiwa kushinda goli 3. Okay. Kwa sababu akipata 2 bado inakuwa 2-1. Bado Simba ana advantage ya kwenda kutokana na goli la ugenini ambalo amelipata. Ila akishinda 3-1 yeye anakwenda kwa sababu aggregate itamsoma 3-2. Kwa hiyo mlima Simba bado wanao mkubwa. Na linawezekana. Stellenbosch wameshaangalia safari ya Simba. Unajua ikishafika katika level hii ukicheza na mpinzani lazima umwangalie safari yake. Kwa mfano kama hapo study, wewe ukichaguliwa kwenda sehemu fulani, watu wanakuangalia huyu alipita wapi. Na ndio maana ushakuona labda Baba Mtakatifu amemteua padri fulani kumteule kuwa askofu wa jimbo fulani. Baada ya muda mfupi naletewa safari yake. Yes, alipata upadri siku fulani, alisoma hapa, aishakuwa paroko msaidizi hapa, aishakuwa mkuu wa shule fulani ama seminari fulani. Yaani ndio hiyo. Kwa hiyo sasa inapofika level hii, Simba na yeye kashaangalia safari ya Stellenbosch. Ameshindaje? Anajua kabisa kwamba alimfunga Zamalek nyumbani kwake goli 1-0. Ndipo alipofika hapo. Na Stellenbosch anajua kabisa Simba halimfanya nini Al-Masry. Sio kama unaelewa. Alimfanya nini Al-Masry nyumbani kwake na ugenini. Kwa hiyo hapa ni sehemu ya kuchezana tu mifumo, historia pamoja na weledi uwanjani. Kilichogharimu Simba
katika uwanja wake nyumbani, kwa maana uwanja wa umakini tu wa wachezaji wa Simba, wachezaji, lakini pia uchoyo. Uchoyo. Goli la dhahabu alilokosa, the golden chance. Golini hakuna kipa. Hamna, yani yuko yeye na wachezaji wawili wa Simba. Maana jumla wako watatu. Hapo ndio inanikumbusha enzi za Clatous Chota Chama, utulivu anapokuwa eneo la finishing. Yule bwana amekuwa si mtu wa papara, na wakati mwingine imekuwa ikitafsirika kwamba ni anachelewesha, lakini huwa anajiridhisha kabla hajafanya kile ambacho anastahili kufanya. Na kama uliona kuna goli moja nafikiri Yanga alikuwa anacheza na nani, yani kuna mpira aliupata Clatous Chota Chama, akaona kabisa bwana huyu anakuja Clement Mzinze, akautuliza, akakaa nao sekunde kadhaa, hapo kwa mdogo wangu pita pale. Alipopita Clement Mzinze akamwekea njia ile ile. Kwa hiyo kuna wachezaji wakifika eneo la mwisho la finishing hawana papara. Lakini kwa Jean Charles Ahoua utulivu hana. Alikosa utulivu kwa sababu ingepatikana 2-0. Lakini pia pale alikuwa na nafasi ya kurudisha kwa Ateba, sababu Ateba alikuwa hapa yuko pekee. Nani alikuwepo Mpanzu pembeni yake, yani kwa ni kugusa tu, afu moja kati ya kitu ambacho mashabiki waliondoka nacho wanzani kwa jazba na ghadhabu kubwa. Unajua Simba alishinda lakini mashabiki wake walitoka uwanjani hawana furaha. Kwa sababu wanajua imalizike nyumbani. Yes, na kama unaona RS Berkane alipopata nafasi ya kumbonda Constantine, alimbonda haswa, kamfunga goli 4-0 nyumbani kwake. Yaani nyumbani kwangu mimi lazima nitumie vizuri advantage. Ndicho soka la Afrika linavyotaka. Umeelewa? Ukitaka kuangalia, hebu angalia na sio soka la Afrika, hata Ulaya. Angalia mechi kati ya Arsenal pamoja na Real Madrid. Watu wengi wataalamu wa kunania watu wengi walikuwa wanaamini kabisa Madrid anamtoa Barcelona, anamtoa Arsenal. Lakini Arsenal alipopata nafasi ya kumkanda vizuri Madrid nyumbani kwake alimkanda. Akasema huko tunapokwenda hayo ni majari ya sasa ya Mwenyezi Mungu. Nipe tafsiri, kuna kumpiga mtu makofi, kuna kumzabua, alafu kuna kumzaba. Kumzaba kaka ni yani unampelekea mzigo wa maana. Ndio kumzaba. Unamzaba, kumzabua unamzabua tu. Bwana Uhuru limeandika Simba yapewa mbinu za ushindi. Sawa? Limeandika Uhuru Simba yapewa mbinu za ushindi, na jana walipokelewa na kwa angalia na barozi barozi wa Tanzania nchini South Africa. Barozi wa Tanzania nchini South Africa huko. Bwana karibuni. Walipokelewa kwa uzuri, wakaelezwa wasiwe na wasiwasi, na kumbe bwana dunia yani asili Simba nasikia wamepewa ndege. Kaka ujui wapewa ndege na mambo mengine bwana, hakikisha ogopa sana unaenda kwenye jambo lako binafsi afu babako akupe nauli. Kumbuka hayati Dr. John Pombe alitoaga milioni 50. Akaambia mkienda kufanya ujinga huko tazitafika. Yanga yapania Muungano Cup, lakini ushindi aliyoupata Simba dhidi ya Stellenbosch Jumapili iliyopita ni 1-0 nakumbusho hapa. Lakini finish JR mbioni kuongeza mkataba. Jana kulikuwa na mchezo wa ligi Madrid alikuwa na kibonda, lakini bahati mbaya Kamavinga pamoja na Alaba wao wamepata majeraha kuweza kumaliza ule mchezo, na hivyo hasara inaweza wakaikosa game kati ya Madrid pamoja na Barcelona. Yaani majanga juu ya majanga.
Nani atazabuliwa? Hapo kuna mtu atazabuliwa. Hakuna mtu atazabuliwa. Na mzabuliwaje kashaonekana. Bwana Bwana Sport limeandika Yanga yapiga hodi kafu na Fadru 90 mkeka umetiki, mabosi wakutana mezani. Hivyo ushaikuwa na unamng'ang'ania mtu mpaka dakika za mwisho? Nafikiri ndio kitu ambacho Simba anapaswa kufanya. Yaani kung'ang'ana mpaka mwisho. Sasa kibaya zaidi hofu yangu nilikuwa nimezungumza jana na juzi nilizungumza jana na leo. Hofu yangu Simba asiingie katika kutaka kwanza kulinda lile goli moja. Kwa sababu mimi naamini Stellenbosch watakuja kama mbogo kwa sababu hawana cha kupoteza. Yaani hawana cha kwa sababu wakisema wapaki basi tayari wamefungwa moja, wakisema wacheze low block tayari washafunga moja, wakisema fanyaje. Kwa hiyo watataka kwanza kufuta deni, alafu watafute deni, alafu wakukopeshe. Sasa katika kufuta deni kwanza lazima jasho liwatiririke. Sasa na historia haimpi nafasi kubwa sana Simba anapocheza nje ya mipaka ya Tanzania. Kama unaelewa. Ushawahi kukopa ili ulipe deni? Shafanya sana lakini shule. Yaani unakopa ukalipe deni. Nakopa wewe afu naenda kumlipa. Okay. Mwingine. Bwana, kilichopo nyuma ya mkate wa Mo Salah imeandikwa, lakini marefa hawa ni burudani. Hapa kuna mwamba unamwona Corina Mabao 12 aliopeana John Noble, kipa wa jana. Msemaji wa Singida Black Stars amethibitisha Masanza. No, so Singida Black Stars wa Fountain Gate. Sawa. Isa Mbuzi. Anaitwa Isa Mbuzi. Amethibitisha kwamba John Noble amesimamishwa na hayupo kambini kwa sasa, kupisha uchunguzi wa kile kinachotajwa magoli ya kupeana. Lakini kwa John Noble hiyo nafikiri sio game ya Simba ya Yanga tu. Nakumbuka kuna mechi ya Simba na Fountain Gate mwaka jana ishakufanya yani madhaifu hayo aina yani yanafanana. Na sijui kwa sababu gani, kwa sababu tunaamini yeye ni mchezaji professional kutoka Nigeria mpaka Tanzania. Na ni golikipa wa timu ya Nigeria na alishawahi kupitaga kudakia Enyimba. Kaka umevaa suruali yenye rangi kama bahasha za kaki. Mimi. Ukisikia bahasha ya kaki nini kinakuja kichwani? Usinilishe maneno. Mimi sijasema, mimi nakwambia tu. Suruali yako inafanana na rangi yake inafanana na bahasha za kaki. Na mimi ndo nakuuliza, ukisikia bahasha ya kaki kichwani kwako kinacholetwa mbele ni nini? Bahasha. Bwana wa Machinga Sport limeandika Singida Black Stars kufungua dimba Muungano leo. Lakini Mo Dewji amshukuru Rais Samia safari ya Simba. Leverkusen tayari kumwachia Alonso. Lakini beki KMC mbioni kujiunga na Al Hilal ya Sudan. Upo? Sasa taarifa nyingine kutoka gazeti la Majira limeandika Samia hagharamia usafiri maradhi, klabu ya Simba yatua kwa kishindo Afrika Kusini, balozi awatia mzuka wachezaji Stellenbosch wapagawa. Hivi kuna kupagawa na kiwewe. Wakati mwingine mikwara usaidia, unamtia mpinzani wako mkwara huo. Sasa watu kumbe tishiwa tu kidogo tu ushakimbia. Kile wakati mwingine utamani hata kutishia. Ushaikuwa na mbwa akibweka kwa hivyo geti kwake. Mfungulie sasa. Kama sio yeye. Waziri Mkuu afunda maafisa utamaduni michezo. Kuwafunda. Kuwafunda ni kuwaelimisha ama kuwapa semina. Na funda unawaivisha
bwana unawapika. aha bwana, tunasema Simon afundwa na mkewe. Eka vizuri hiyo? Hapana, Hajakaa vizuri? haijakaa. Nirekebishe. Nitarekebisha. Bwana Nipashe limeandika wabongo kuiteka Afrika Kusini CAF. Wengi kumiminika kutoka nchi za jirani na Afrika Kusini kuishangilia Simba. Rais Samia atoa ndege kuwapeleka wachezaji na sikia watu wamelalamika kwamba baada ya kupewa ndege Simba wamechagua baadhi ya waandishi. Kwa atakaenda watu wote bila kuchaguliwa. Lakini baadhi ya mashabiki wale nguli wameachwa. Mashabiki wale kindaki wale. Kwa sababu sinategemea ndege inabeba watu wangapi? Sinategemea ndege inabeba watu wangapi? Kwa waandishi ukiwajaza kule wanaenda kufanya nini? Kushangilia? Habari. Habari. Hawatashangilia. Kwa miaka yote mnapoendaga huko bila waandishi, taarifa zenu zinafika sifiki? Unamuuliza nani sasa? Anamuuliza wewe. Unaniuliza mimi kama nani? Kama mwandishi. Kwenye nini? Kwenye hili. Lipi? La Simba. Mimi msemaji wao. Sasa Yanga yaingiza nyota wanne 10 bora upatikaji mabao. Man United yataja bei ya Martin Højlund. Mambo wanasema ndanda kuchele. Habari Leo michezo limeandika Simba wamshukuru Rais Samia, watakiwa kuchangamkia fursa AFCON chani, imeandikwa huko. Lakini harusi ya Juksi Priscilla yavutia mitindo. Yavutia mitindo. Unataka kutia neno? Lakini inabidi itungwe sheria kwamba ndoa yenu mnapofunga ndoa kwa 90% mnategemea fedha zetu mfukoni. Sawa ili mfunge ndoa kusherehekea kuwa pamoja. Lakini uwe kama mkopo. Wenye garantia ama wenye garantia kwamba ikiwa mkiachana tu ndani ya kipindi fulani. Kwa cha ndani ya kipindi fulani. Yaani siku mtakapoachana mnarudisha hela zetu. Asa legend utamwambia nini? Au legend achangishaje? Legend. Legend. Hivyo. Legend vipi? Maana legend hii ndoa yake ya ngapi? Fresh tu. Anarudisha kila yani swala kama tukikuchangia tu. Afu mkaachana. Uzuri legend yeye achangishaji. Au shasikia kwamba Jumanana achangishaga michango? Okay. Lakini siku hizi kila kitu ni fursa. Ile ni fursa yake. Fursa. Kuta anapata masponsor nini? Ile. Unajua mjini akili tu ndugu yangu. Alisema mjini akili. Alikuwa anajua ambao ukizaliwa tu Dar es Salaam from 6. Mimi nitimishe hivyo katika upande wa taarifa za michezo magazetini, kurudisha kwako kuweza kuyajua yale ambayo yamejiri katika upande wa usalama barabarani. Lakini naambiwa huko South Africa ni mvua tu. Na kuna timu mvua zikinyesha mvua super. Na game inapigwa saa 10 kama msikiza Ahmed Ally katika masa ya mchezo wa kwanza. Anasema huwa watu wengi wanapenda kuzika saa 10. Kwa nini tutazika saa 10? Kwa nao walikuwa wanamzika Stellenbosch saa 10. Okay. Mimi nimehitimisha mzee. Lakini kaka, si tumekubaliana kwamba kile anaweza kukufunda. Anaweza kukufunda? Hapana. Anaweza kunielekeza. Ila hawezi kukufunda. Kufunda hapana. Kufundwa ni nini bro? Kufundwa ni nini? Kufunda lazima ukae chini. Kwa nini nani ukalisha chini? Yaani unafungiwa ndani chini. Ndani unakaa chini unafundwa.
unapewa namna ya kuenenda kitu. Sasa ndio hivyo anakuita? Hapana. Hebu njoo. Mimi mke wangu hawezi kunifunda, atanipa maelekezo. Hapa atanielekeza sehemu ambayo kidogo nimetoa mguu pembeni, warudisha mguu hivi, hapo kae sawa. Okay. Na kukumbushwa si vibaya pia. Kile swala la kufundwa kwenye wakati tunatimisha kwenye ndoa na anastahili kuomba ruhusa. Kila mtu ana haki ya kumuomba mwenzie ruhusa. Ila ukitoka nje, nadharia ipo kwamba haijaandikwa popote. Ni utaratibu tu wa wewe umejiwekeaje ndani. Wanasemaga mwanaume aombe ruhusa, anatoa taarifa. Ndio. Na kisha taarifa ni jukumu la mwanamke kupokea taarifa kwanza. Kupokea ama kutopokea. Sasa tusije jukumu la kupokea taarifa. Alafu ndio tuhurize, baba bana vipi? Sasa nani malimwengu sasa wanasemaga mke hawezi kujipa yeye ruhusa. Yeye anapewa ruhusa. Yeye anaomba ruhusa. Yeye anaomba. Tafsiri ya kuomba ruhusa ikoje? Nishajiandaa. Ukiomba kuna niko mlangoni. Hapo hujaomba ruhusa. Hapo hujaomba ruhusa. Hapo hujaomba ruhusa. Okay. Hapo ushajiandaa. Kwa hiyo ulikuwa ushajipa ruhusa tayari. Ushajipa ruhusa. Hapo hujaomba ruhusa. Okay, sawa. Hapo unakuja kutoa taarifa yenye mfanano wa ruhusa. Tazama, bila shaka itakuwa ni haijapoa. Sawa. Enjoy tu. Iko sawa sawa. Iko sawa. Iko sawa. Utangalia kama sukari inatosha. Hamna shida. Haya, ndio mambo ninahitimisha na Simon Luanda katika eneo la kimichezo. Basi mtazamaji, kwa wakati huu tukapate taarifa za usalama barabarani, kisha tutarejea hapa. Hujambo na karibu mtazamaji wa television Tumaini. Leo ni tarehe 24 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 na kualika katika taarifa ya usalama barabarani kutoka kikosi cha usalama barabarani makao makuu ya jiji la Dar es Salaam. Television Tumaini hapo naongea kuperuzi kutoka makao makuu ya traffic Dar es Salaam. Usalama barabarani kwa jiji la Dar es Salaam siku ya leo tarehe 24 mwezi wa 4 2025. Hali ni shwari. Tukifuatilia barabara zote za jiji Dar es Salaam mpaka sasa hatujapiga breakdown yoyote. Barabara ya Morogoro Road kuja katikati ya mji ya barabara inapitika salama salimini. Bagamoyo Road kutokana na ile barabara na ujenzi mkubwa kutokana na miundombinu yetu ya usalama ya barabara inapitika na askari wako barabarani kwa ajili ya kuelekeza na kuhakikisha kwamba watumiaji wote barabara wanapita kwa salama zaidi. Kienda hii barabara ya Hassan Mwinyi inapitika vizuri, hamna breakdown yoyote. Ukija hii barabara ya Mandela Road pozi ina magari mengi, malori mengi. Barabara mpaka sasa hivi hamna breakdown yoyote tuliopokea. Ukija yenye road ambayo ni barabara kubwa ya msafara tutafuatilia kwa jiji letu Dar es Salaam. Barabara inapitika, askari wote wako barabarani ili kuelekeza watumiaji barabara kupita kwa usahihi. Ukija hii Kilwa Road kutoka kule Kongowe kuja mjini, barabara yetu inapitika kwa usahihi kama vile tulipokia breakdown yoyote. Kwa ujumla tunawaasa watumiaji wote wa barabara na dereva na wanavuka kwa miguu wazingatie sheria za usalama barabarani, wazingatie sheria za usalama barabarani. Kwa ujumla hali ni shwari. Asante sana studio. Hizo ni taarifa za hali ya barabara zetu kwa asubuhi ya leo, na hii ikupe wewe nafasi ya kuchagua ni kwa namna gani utafika eneo unaloelekea kwa usalama kabisa. Lakini kilicho cha muhimu katika yote ni kuendelea kuzingatia sheria za usalama barabarani pindi wapo barabarani. Kosa lako moja inaweza kugharimu maisha ya watu wengine. Kwa hiyo onyesha upendo wa hali ya juu kwa kufuata sheria za usalama barabarani ili kusudi kujilinda wewe
na kuwalinda watu wengine ndio kitu pekee ambacho ninakuhimiza. Basi kwa wakati mtazamaji, tukapate mapumziko mafupi, kisha nitakuwepo hapa kukuletea habari mbalimbali ambazo nimekukusanyia kwa asubuhi ya leo. Ni msimu wa sherehe na unajiuliza wapi utapata ukumbi kwa sifa na kile unachostahili kwa gharama nafuu? Basi usihangaike. Maranta Hall iliyopo Msimbazi Center jijini Dar es Salaam ndio jibu lako. Ni ukumbi wa kisasa wenye usalama mkubwa, mandhari ya kuvutia na nafasi kubwa ya maegesho ya magari ya wageni wote. Ukiwa na shughuli, yaani send off, harusi, kipaimara, komunio na mikutano, hakika Maranta Hall ni zaidi na zaidi. Pia Msimbazi Center inakukaribisha katika huduma ya hostel zenye mazingira tulivu unayoyahitaji kufanikisha shughuli zako. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 0658 132354 na 0757 964554 au www.msimbazicenter.or.tz. Maranta Hall, kwa nafsi yako. Mwashamu Baba Askofu Agapiti Ndorobo wa Jimbo Katoliki la Mahenge anayo furaha kuwatangazia watu wote waliosoma Kasita Seminari na watu wote wenye mapenzi mema kuwa seminari ya Kasita itafanya jubilei ya miaka 75 ya uwepo wake siku ya Ijumaa tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2025 seminarini Kasita. Aidha, Mwashamu Baba Askofu Ndorobo anawaalika wote kushiriki katika maadhimisho hayo, na kwa namna ya kipekee anawaomba watu wote kuchangia kwa moyo ukarabati wa majengo na maandalizi ya maadhimisho ya tukio hilo kubwa na la kihistoria. Yesu wa Ekaristi yuhai daima, yuhai daima Yesu wa Ekaristi. Kanisa Katoliki Jimbo Kuu Dodoma, Parokia ya Bikira Maria Msaada wa Kristo Kizota limeandaa wiki ya furaha na Yesu wa Ekaristi. Kuanzia tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 2025 hadi tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 2025. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 ndani ya jengo la Basilika. Yesu wa Ekaristi oye! Ufufuko wa Yesu Kristo ulileta furaha kubwa hapa duniani. Biblia inasema pazia la hekalu likapasuka, inchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikatoka miili mingi ya watakatifu waliolala. Na alipomega mkate, wanafunzi waliokuwa wamekata tamaa wakafumbuliwa macho yao, wakapata furaha na imani iliyo hai. Hivyo nichukue nafasi hii kuwaalika wanajimbo wote, dini zote, mtapata mafundisho ya kina ya kiimani na tutapata furaha nafsini mwetu. Mimi ni makamu mwenyekiti halmashauri ya walei Jimbo Kuu la Dodoma, nitashiriki. Karibuni sana sana. Wiki ya furaha mwaka huu ni moto kweli kweli. Kauli mbiu yetu mwaka huu, njooni mahujaji tutembee katika matumaini ili tuile karamu mbinguni, yani Ekaristi. Kwa yeyote anayetamani kuwezesha tukio hili kurushwa live kupitia TV Tumaini kwa siku zote 6, anakaribishwa kuchangia kupitia Mkombozi Benki pamoja na namba ya simu zilizoko hapo chini. Wapendwa wa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mimi naitwa Padre Jobi Taraile MCBS, paroko wa parokia ya Kizota. Ninayo furaha kubwa leo ninaposimama na kualika kila moja ambaye anisikia na ambaye aniniona. Napenda kuwakaribisha kwa wiki ya furaha kubwa katika parokia yetu kuanzia tarehe 22 mwezi wa 4 hadi 27 mwezi wa 4. Tuwe pamoja na Yesu wa Ekaristi ambaye anayetusikiliza, anayetupona, anayetusaidia, anayetulisha chakula chake cha kiroho. Karibuni kila moja katika parokia yetu ya Kizota ili sisi tufurahie na Yesu wa Ekaristi, tupokee baraka yake bure iliyotolewa na Yesu mwenyewe. Karibuni sana. Mwashamu Baba Askofu Agapiti Ndorobo
wa Jimbo Katoliki la Mahenge anayo furaha kuwatangazia watu wote waliosoma Kasita Seminari na watu wote wenye mapenzi mema kuwa seminari ya Kasita itafanya jubilei ya miaka 75 ya uwepo wake siku ya Ijumaa ya tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2025 seminarini Kasita. Aidha, Mwasham Baba Askofu Ndorobo anawaalika wote kushiriki katika maadhimisho hayo, na kwa namna ya kipekee anawaomba watu wote kuchangia kwa moyo ukarabati wa majengo na maandalizi ya maadhimisho ya tukio hilo kubwa na la kihistoria. Vipimo kutoka maabara ya maudhui vimekamilika na majibu yake ni haya. Tumbo liko kama puto. Kujua kwamba umeshiba ni jinsi tumbo limetanuka. Kama kuna tatizo yoyote kwenye mimba yake wanagundua mapema ili waweze kurekebisha hiyo kitu. Kwamba mama anapaswa si ampigishe mswaki kwa sababu hana meno, lakini anamsafisha zile fizi. Kuna baadhi ya dawa zinaweza pia zikawa na madhara kwa mtoto aliyeko tumboni, anayenyonya, au hata mtoto ambaye yupo katika stage za ukuaji. Afya ni mtaji. Kutana na wataalamu wa afya kutoka sehemu mbalimbali katika kipindi cha Zahanati. Usikose kutazama kipindi hiki Ijumaa saa 2:30 usiku na marudio Jumamosi saa 8:30 alasiri. Ni hapa hapa Tumaini Television. Ipe nafsi yako tumaini. Maisha yana mambo mengi sana. Yanaweza kukupa furaha, huzuni, sonona na mara nyingine hata msongo wa mawazo, kiasi ambacho unaweza kupata matatizo ya afya ya akili, kukata tamaa na magonjwa mbalimbali. Usiogope, haya yote yana suluhisho. Ni kila siku ya Jumanne saa 3:30 usiku na marudio Alhamisi saa 3:30 asubuhi. Ni katika kipindi cha Maisha Clinic na Anet Nyoni. Nyumba bora hujengwa na mwanamke, lakini pia mwanamke huyu ni pambo la nyumba, na panapo haribika kitu kwenye familia, mwanamke huwa wa kwanza kukulaumiwa. Tukutane hapa hapa kujadili kwa kina. Karibu kwenye Nyota ya Mwanamke. Nyota ya Mwanamke, Jumapili saa 8:30 mchana na marudio Jumanne saa 3 kamili usiku, hapa hapa Tumaini Television. Na kuna chambari zaidi ambacho kipo kilomita 70. Kwa ikinyesha tunaacha. Pia mama yangu kwa kweli alikuwa ni mtu wa mstari wa mbele sana kuhakikisha kwamba kama umeamua kweli maisha ya upadre uamue. Ni moja jana, ni moja leo. Hapa ndipo tulipokuwa na tunasali kigango cha Chole. Nimezaliwa kwenye moja kanisa takatifu sana, nitumewe mimi Katoliki, najivunia nimezaliwa. Naam, mtazamaji, tumerejea na karibu katika wasaa huu ambako ninakupitisha kwenye habari mbalimbali ambazo tumekukusanyia kwa asubuhi hii ya leo. Kikubwa ambatana nami mpaka hitimisho la habari ambazo tumekukusanyia. Basi na kwa kwanza tuanze na hili ambako Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amezindua
na kuweka saini toleo la pili la urekebu wa sheria la mwaka 2023 ambazo zitaanza kutumika rasmi nchini mnamo tarehe 1 Julai mwaka huu. Tupate taarifa za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameyasema hayo jijini Dodoma, huku akisisitiza kuwa sheria ndiyo kioo cha ustaarabu wa taifa, kwa kuwa bila kuwa na sheria zinazofahamika, zilizowekwa wazi na zinazoendana na wakati uliopo, haki haiwezi kupatikana. Ni zaidi ya hapo, juzuu hizi za sheria zilizorekebishwa ni muhimu sana katika kuongeza uwazi na kuzidi kujenga imani ya wananchi kwa serikali yao. Aidha, ni nyenzo muhimu itakayosaidia kupunguza matumizi mabaya ya madaraka na kuziba ombwe la kisheria lilokuwa likitumika kuchochea rushwa. Hapa sasa linakwenda kuzibwa. Ile tazama kule, tazama kule, tazama kule, engineering ya kisheria ili mtu apate ombwe la kupenyeza yake, sasa hakuna. Dr. Samia amesema kukamilika kwa toleo hili ni hatua muhimu katika ustawi wa maendeleo ya taifa la leo, ni jambo muhimu litakalosaidia katika utekelezaji wa shughuli mbalimbali za serikali na jamii kwa ujumla hapa nchini. Vile kuwekwa vyema kwa sheria hizi kutajenga mazingira mazuri ya kukuza imani kwa wafanyabiashara na wawekezaji, kama nilivyosema, katika kuimarisha shughuli za kiuchumi nchini. Sheria hizi zikipatikana kwa urahisi na zikifahamika vyema na wananchi, zitapunguza uwezekano wa kutenda makosa kwa kisingizio cha kutojua sheria. Pia Rais Dr. Samia amesema sheria zote 446 zimefanywa marekebisho na kuandikwa upya na zitasaidia upande wa mahakama kurahisisha maamuzi ya sheria katika kuongeza uwazi na kuzidi kujenga imani ya wananchi na kujenga imani kwa serikali yao pia. Aidha, amemtaka mwanasheria mkuu wa serikali kuzifanyia tafsiri sheria zote kwa lugha ya Kiswahili ili wananchi wajue sheria zinazowaongoza na kuzielewa na kupunguza migogoro katika jamii. Selina Matuja, Tumaini Habari. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameyasema hayo jijini Dodoma, huku akisisitiza kuwa sheria ndiyo kioo cha ustaarabu wa taifa. Bila kuwa na sheria zinazofahamika, zinaweza. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Isdor Mpango ametoa wito kwa wadau wa utalii wa vyakula kuwekeza zaidi katika kuandika vitabu vya vyakula vya Kiafrika na machapisho ya kuandaa mapishi ili kuongeza ujuzi na kupunguza uoga kwa watalii wa matumizi ya vyakula wasivyovifahamu. Tupate taarifa zaidi. Makamu wa Rais ametoa wito huo wakati wa ufunguzi wa mkutano wa pili wa Umoja Mataifa wa utalii wa vyakula barani Afrika unaofanyika jijini Arusha. Amesema ni muhimu kutangaza kwa kiwango kikubwa vyakula vya kitamaduni vya Afrika ili utalii wa vyakula uweze kukua na kustawi. As it is at present, most tourists are not familiar with Africa's rich food culture. Even within our own countries, gastronomy is only thinly incorporated in national tourism development strategies. And as such, it is imperative that aggressive marketing of Africa's food culture is done in order for gastronomy tourism to grow and thrive. Kwa upande wake, Waziri wa Maliasili na Utalii Balozi Dr. Pindi Chana amesema utalii wa chakula una nafasi kubwa ya kuvutia utalii barani Afrika kwa kuwa nchi hizo zimejaliwa kuwa na mazao mbalimbali, viungo na ladha za kipekee. But enabling chefs and food entrepreneurs to assume a leading role in this initiative. Advocating for farm-to-table initiatives that enhance local food production while minimizing environmental impact.
Awali akitoa taarifa kuhusu maendeleo ya tamasha la utalii wa chakula, mwanzilishi wa tamasha hilo ambaye pia ni mwenza wa rais wa Zimbabwe Dr. Osilia Mnangagwa amesema kimataifa utalii wa chakula unafahamika kama kichocheo cha ukuaji wa uchumi na uwezeshaji wa kijamii pamoja na njia ya kuondoa umaskini. It is characterized by job creation, income generation, and fostering strategic partnerships along the value chain, thereby building a robust economic ecosystem in our societies. Mkutano wa pili wa Umoja wa Mataifa wa utalii wa vyakula barani Afrika unafanyika kwa siku 3 jijini Arusha, ukishirikisha wadau mbalimbali wa vyakula kutoka ndani na nje ya bara la Afrika kwa lengo la kuhamasisha fursa zilizopo katika utalii wa chakula kwa maendeleo endelevu. Watanzania wametakiwa kudumisha amani na upendo kuelekea uchaguzi mkuu wa madiwani, wabunge na rais unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Eve Anthony Kazimoto. Hayo yameelezwa kwenye kongamano la amani kwa viongozi wa dini kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025 jijini Dar es Salaam. Akizungumza katika kongamano hilo, Sheikh Musa Kundecha amesema kuwa ni muhimu kuendelea kuhubiri amani, kwani amani ndio msingi wa maendeleo ya taifa. Kiongozi wa dini, kwa nafasi yako zingatia maslahi ya taifa. Haya ni maelekezo wa kiongozi wetu mkuu, Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania, Daktari Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali, Mwenyezi Mungu amuhifadhi. Taifa letu linahitaji nini kutoka kwa viongozi wa dini? Kubwa ni utunzaji na kuimarisha amani. Kwa upande wake, mwangalizi mkuu wa The World and Peace Organization WAPO International, Askofu Mkuu Sylvester Gamanywa, amesema kuwa wananchi wana wajibu wa kuitunza amani ya nchi yao na wasikubali kuingizwa mtegoni kwa namna yoyote na wanasiasa wasiopenda amani. Lakini soft power mwaka huu inahitajika zaidi pengine kuliko wakati mwingine wote. Soft power, nguvu ya ushawishi wa kuzuia maasi bila kutumia mabavu. Na jukwaa hili linafaa zaidi lihimizwe. Majukwaa kama haya watafutwe watu wenye vipawa vya ushawishi wa nguvu bila kutumia nguvu kuzuia maasi. Mbunge wa zamani wa Morogoro mjini Shamim Khan kupitia kongamano hilo amesema kuwa jamii inapaswa kuendelea kumpa nafasi mwanamke, hususan kwenye nafasi za viti maalumu, ili kuendelea kutoa nafasi kwa wanawake kujihusisha kwenye siasa za nchi yao. Mwaka 85 mwanamke peke yangu wa kuchaguliwa kutoka Tanzania bara, wengine wote walikuwa wanaume. Nilikaa pale natizama kulia mwanaume, natizama kushoto, ambe akina mama wenzangu wako wapi? Akina baba, na waombeni. Mfumo dume unatusumbua sana sisi akina mama. Na mimi nazungumza kutokana na hali ile ya uhalisia, nimeyapitia na nilikiona. Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania JMAT imekuwa na utaratibu wa kufanya makongamano katika kuhamasisha amani nchini. Eve Anthony Kazimoto, Tumaini Habari. Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Jaji wa Rufani Jacobs Mwambegele, ameongoza kikao cha pamoja kati ya tume na wadau wa uchaguzi katika halmashauri ya wilaya ya Magu mkoani Mwanza kwa lengo la kujiridhisha iwapo taarifa zilizopo kwenye maombi yaliyowasilishwa ya kuligawa jimbo la Magu ni sahihi kuhusu jimbo husika. Tupate taarifa kamili. Jaji Mwambegele amekiri kuwa wamepokea maombi ya mapendekezo ya kugawa jimbo la uchaguzi la Magu tarehe 11 mwezi Machi mwaka huu kutoka kwa Katibu Tawala wa mkoa wa Mwanza. Tume ina jukumu la kuchunguza na kuigawa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika majimbo ya uchaguzi. Aidha, tume inaweza kutekeleza jukumu hilo mara kwa mara au angalau kila baada ya miaka 10.
Aidha, Jaji Mwambegele amesema ibara ya 75 kifungu cha 3 na cha 4 imeainisha vigezo vya ugawaji wa majimbo ambayo ni idadi ya watu, upatikanaji wa mawasiliano na hali ya kijiografia. Vigezo vingine vinavyozingatiwa na tume katika kugawa majimbo vimeainishwa katika jedwali la 3 la kanuni za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, kanuni za mwaka 2024. Jaji Mwambegele amevitaja vigezo vinne vinavyohusika katika ugawaji wa majimbo kuwa ni pamoja na hali ya kiuchumi, ukubwa wa eneo la jimbo husika, mipaka ya kiutawala, jimbo moja kutokuwa ndani ya wilaya au halmashauri mbili, mpangilio wa maeneo ya makazi ya watu yaliopo, mazingira ya muungano, uwepo wa ukumbi wa bunge na idadi ya viti maalum vya wanawake. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC ilitangaza kuanza kwa mchakato wa kuchunguza na kugawa au kubadili majina ya majimbo ya uchaguzi, ambapo ilipokea mapendekezo kuanzia tarehe 27 Februari 2025 hadi tarehe 26 Machi 2025. Huko Pemba, mvua kubwa iliyoambatana na upepo ilionyesha majira ya saa 4 asubuhi imezoa paa ya nyumba kadhaa katika shehia ya Bopwe, wilaya ya Wete, huku baadhi ya mabati yaliyozuka hayajulikani yalipoangukia. Taarifa kutoka ofisi mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba inasoma hapa studioni. Akizungumza baada ya tukio hilo, mwathirika wa tukio hilo Sofia Albakari pamoja na mashuhuda wameelezea hali ilivyokuwa. Upepo ulipokuja, sikuanza kuona vile ulipokuja, nilikuja kushtukia tu. Mabati yanatatalika, sasa ile nataka niinuke pale nilipo, natizama juu ndo nakuta mabati yashachukuliwa na upepo. Nakuja kushtukia tena, sikuweza kustahamili, nimewapigia majirani zangu simu kuja angalau kunifariji. Tena hapo nimeona ni pressure imenipanda. Kisha nyumba hii, kuna nyumba hii hapa ambapo kuna bati mbili zilitoka, ila hizo zimeangukia hapo hapo katika nyumba hiyo, lakini kuna nyumba nyingine hapo nyuma ambayo bati zimetoka na hatujui zile kuelekea mpaka hivi sasa kwa kweli. Tuko katika hali ambayo bado tunahitaji msaada mwingine wa kuweza kurejesha hii hali ili na sisi tuweko katika mazingira mazuri, kwa sababu kweli hatuna jiko, hatuna choo na vinginevyo. Hayo imetokea. Lakini kwa ufupi tu niliambiwa kama banda lote limezuka na kuna nyumba mbili hapa jirani pia zimetoka bati mbili. Kufuatia tukio hilo, mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Salama Mbaruku Khatib amefika eneo la tukio kwa lengo la kuwafariji waliofikwa na janga na kutoa wito kwa familia zilizoathirika na upepo huo. Mwana subra, lakini hata hivyo huyu achukuliwa pale hospitali. Lakini vitu vyote vya umeme ambavyo viko pale kwenye mvua vichukueni muviweke pembeni, visiendelee kwa sababu mtakuja kuvitumia. Vinaweza vikaja vikaleta shauti ya umeme. Kwa hiyo nafikiria kwamba muvihifadhi, na wale wanaendelea kutoa bati zile waziweke, wazihifadhi vizuri. Swala hili mamangu, kwanza wewe nilichokuwa na ushukuru kwamba hajaumia mtu mbaya. Nashukuru. Sema alhamdulillah kwa sababu hajaumia mtu yoyote. Sasa hicho kilichofanyika utaweza kukirejesha. Bado thamani kamili ya uharibifu huo haijafahamika. Taarifa kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba imesomwa nami Stad Aristides, Tumaini Habari. Na sasa tuelekee mkoani Njombe ambako mkuu wa wilaya Njombe Juma Sweda amewaonya walimu wanaochukua mikopo ya kausha damu na kuweka dhamana vyeti vyao vya taaluma na kujikuta wakitumbukia kwenye matatizo makubwa pindi wanaposhindwa kurejesha mikopo hiyo kwa wakati, hali ambayo imetajwa kushusha hadhi ya taaluma zao. Taarifa zaidi na Prosper Mfugare kutoka mkoani Njombe inafafanua zaidi. Sweda ametoa wito huo wakati wa kufunga mkutano mkuu wa uchaguzi wa chama cha walimu Tanzania CWT mkoa wa Njombe kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka, ambapo anasema kuwa kuna haja ya kuanza kupeana fursa na elimu ya ujasiriamali kwa walimu ili kukabiliana na wimbi la walimu kutumbukia kwenye mikopo umiza. Na nini viongozi mlipo lazima mtengeneze mfumo wa kuwasaidia wenzenu walioko kule wanapokuwa na changamoto. Hili ni sawa kuliona. Mwalimu ameweka ndani kutoa elimu ya kifedha kwa wanawake, kwa maana mishahara yetu haitoshi. Ina maana tunatakiwa tufanye na shughuli ndogo ndogo ambazo zitatuongezea kipato.
Wakati serikali ikionya walimu na mikopo hiyo umiza, viongozi wapya waliopata dhamana ya kuongoza chama cha walimu hadi ifikapo mwaka 2030 akiwemo Shabani Mbindwile ambaye amechaguliwa tena kuwa mwenyekiti wa CWT mkoa wa Njombe na Tobias Sanga mjumbe wa kamati tendaji taifa, wameahidi kwenda kupigania haki za walimu sambamba na kuwaunganisha na fursa za uchumi. Anga moja kushirikiana na walimu wenzangu kwa sababu jamii ya walimu inahitaji faraja, inahitaji kushirikiana. Kwanza moja kutokujikuza lakini kulia nao walimu pale pindi wanapokuwa na changamoto niweze kuwa nao karibu. Kero za walimu wenzangu kwenye ngazi ya taifa kuhakikisha kwamba wanapenda na kufanya kazi. Pombe cha pili kwamba yale madhila anayopitia ukaongea naye na ukampa nafasi ya kumtetea na kumpa haki zake, mwalimu atakuwa yupo huru na shule zitafanya vizuri. Kwa upande wao walimu walioshiriki uchaguzi huo akiwemo mwalimu Filipo Ndimbo wamepongeza viongozi wapya. Changamoto kubwa bado tunalia na kikokotoo, tungeomba kiboreshwe zaidi. Tunataka viongozi ambao wanajiamini, wenye msimamo, ambao wanaweza kutetea chama chetu na kutetea maslahi. Vifaa saidizi. Kwa mfano mimi nisiona sheria inataka mwajiri apate mtu ambaye atanisaidia kufanya kazi zangu za kila siku na yeye atalazimika kumlipa. Kupitia washirika wetu DW tunaeleza kwamba wakazi waliokimbia mapigano kwenye mji wa Sake huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameanza kurejea makwao, lakini hali walioikuta huko si ya kuridhisha hata kidogo. Madhira wanayopitia hakika inasikitisha. Tuungane na washirika wetu wa DW Kurunzi kwa simulizi zaidi. Mji wa Sake ambao ulitelekezwa wakati wa mapigano sasa unashuhudia wakazi wake wakirudi, lakini kurejea huko kunaambatana na machungu. Mashamba ambayo huko nyuma yalikuwa chanzo cha maisha hayafai tena kutumika kutokana na mabomu ya ardhini na vilipuzi ambavyo bado havijalipuliwa. Hali hii inawaweka hatarini maelfu ya wakazi hawa waliorejea kijijini mwao. Tunamkuta Immaculate Bahuma, mama wa watoto 10, akiwa na huzuni akiondoa majani kwenye kiwanja chake. Hali ya maisha hapa kwetu Sake ni hali ngumu sana, ya magumu, ya mateso. Hatuna activity. Maana yetu ni kuikala, hakuna activity, hakuna kuna mshamba. Hatuende kushamba juu mashamba muliangukia muko mamine, hapa kwenda kazi tegula tukaingia tu ovyo ovyo. Mae watu ni kuingia kule banakufa. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shirika la mpango wa chakula duniani WFP hivi karibuni limeonya kuhusu ongezeko kubwa la njaa hasa mashariki mwa nchi ambako mapigano kati ya waasi wa M23 na jeshi la Kongo yameongeza mgogoro wa kibinadamu. Hali hii inawaathiri mamilioni ya watu wanaokabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Hali ya mashamba kwa sasa iko ngufu sana. Watu hawafrekante kwa juu ya oga. Iko na oga, mnajua kama Sake na kando ya Sake, donc groupement Cameroun en général, yote ilikuwa ni champ de bataille entre forces armées na M23. Ili kukabiliana na hali hii, wakazi wameamua kulima bustani ndogo ndogo kwa mujibu wa Jonas. Hapa tuko mkashamba kadogo, population kwa kukua na hofu ya kwenda kushamba kubwa kule kumilima, njoo ina decide kusema ilime mashamba hidogo kima jardin potager tu kushamba kunyumba. Lakini kumbukumbu za zamani haziepukiki. Immaculate Buhuma alitupeleka hadi Murambi kwenye shamba lake la zamani ambalo sasa analiangalia tu kwa mbali. Njo sile pale kale kama mulimi ke unaona akako hima migomba njo shamba yangu. Siwezi enda kwa juma mine. Ziko kule mashamba. Sina uwezo kufika kule. Mingi sana bako na kufia kule. Watu mingi. Huko mpapa mwenye alienda akalogota kule mbwanda logota vichuma. Ilifika ile bomba kapasukia mwingine ikaumiza watu mingi sana. Katika maeneo mengine kamba nyekundu zimewekwa kwa sheria vilipuzi vilivyogunduliwa lakini bado havijafukuliwa. Lakini pamoja na haya yote, watu wa eneo hili wanaonyesha ujasiri wa ajabu. Ikiwa hakuna hatua ya haraka ya kufukua mabomu hayo ili kurudisha ardhi ya kilimo, gharama ya maisha itaongezeka maradufu na wengi watakumbwa na njaa na pengine kuibuka kwa mzozo.
Na sasa tuelekee huko Morogoro ambako Sadiki Juma ni baba wa watoto watatu ambaye kazi yake kubwa inayompatia kipato ni udobi wa nguo ambayo ameifanya kwa miaka 17 kwa sasa na kufanikiwa kumsomesha kijana wake kuanzia elimu ya msingi hadi chuo kikuu, kujenga nyumba ya kuishi na kujipatia mahitaji mengine ya familia. Tupate taarifa zaidi. Sadiki Juma ambaye kwa sasa na umri wa miaka 65 na mgane amesema kazi yake hiyo baadhi ya watu huiona kama ni kazi ya kawaida, lakini yeye imemwezesha kupiga hatua ya maendeleo kwenye familia yake kwa kujipatia kipato halali bila kujali umri alionao. Mimi shughuli hapa nimeianza muda mrefu sana, takriban miaka 17 iliyopita, lakini nikiwa eneo langu hili la kazi na ndio nyumbani kwangu. Mafanikio kwa kweli toka miaka hiyo niliyokuwa nimefanya shughuli hapa kulikuwa na kiwanja tu, kwa sababu kiwanja hiki nilikinunua mwaka 2000 kamili. Kazi hii imenipa manufaa makubwa. Kwa mfano ndio hivyo, niko kwenye kibanda changu sasa hivi na watoto watatu. Nilichobahatika kikubwa mno vile kupitia shughuli hapa nilimsomesha mwanangu kuanzia darasa la kwanza mpaka chuo kikuu. Pamoja na mzee Sadiki kupata mafanikio, lakini changamoto hazikosekani katika kazi yoyote, na hapa anabainisha changamoto hizo kuwa kipindi cha mvua, wateja kutopata nguo kwa wakati kutokana na kutokuwa na vifaa vya kisasa vya kazi hiyo. Changamoto za kazi hii hapa ziko nyingi sana, na hasa kipindi kama hiki hapa cha masika, nguo kwa mteja inakuwa haipatikani kwa wakati kwa sababu sina vitendea kazi vya kisasa, bali natumia mikono kufua na kukausha na nategemea jua. Ubadilishaji wa nguo vile unatokea, lakini ni mara chache sana kwa sababu nina kumbukumbu ya kitabu changu hapa. Je, ni jambo gani mzee Sadiki ambalo hata kaa alisahau katika kazi yake hiyo ya udobi kwa miaka 17, kuwa ni baadhi ya wateja kuacha vitu visivyo vya kawaida na kuvichukulia kama vilivyo kwa kuviacha kama alivyovikuta kwenye nguo ya mteja. Waweza kukuta mtu ana dawa zake za kienyeji kwenye mfuko, wanaita ilizi sijui lazima waweza ukazikuta hizo, lakini kutokana na busara zangu na ninavyowafahamu wateja wangu, anapofika namrudishia kitu chake. Matatizo vile katika hizo nguo, mtu anaweza akasahau pini, akasahau stiki, akasahau kiwembe. Sasa kutokana na mimi shughuli zangu natumia mikono yangu, basi kwangu inakuwa hatarishi. Asha Mohamed ni fundi cherehani jirani na mzee Sadiki Juma. Anamzungumziaje mzee huyo kutokana na kazi yake hiyo? Ni kazi ambayo inamuongezea kipato kwenye familia, inamsaidia familia yake na uchumi wake wa kimaisha. Anaendesha kwa kazi yake hiyo ya udobi. Mzee Sadiki anatoa wito gani kwa jamii, hususan vijana ambao wanalia na changamoto ya kutokuwa na ajira? Kwanza kabisa nashukuru, inanichukulia kuwa ni mzee mpambanaji. Ni mzee mpambanaji na unakuja maarufu kwenye upambanaji, na sina hata huruka mbovu. Najiamini hivyo. Kwa hiyo jirani zangu wote niko nao vizuri sana, kiasi kwamba hata uwepo mbali kiasi gani ukitaja jina langu unafikishwa hapa. Na sasa tuelekee huko Vatican ambako jeneza la wazi lenye mwili wa Baba Mtakatifu Francisco limehamishwa hadi kanisa kuu la Mtakatifu Petro kwa siku 3 za kulala jimboni, huku maelfu ya watu wakikusanyika kutoa heshima zao kwa kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani. Tupate simulizi zaidi.
Nikombe radhi mtazamaji kwa kutopatikana kwa taarifa hiyo kwa wakati, na basi tuelekee huko Kairo ambako Wakatoliki wa Kikoptiki wa Misri wamehudhuria ibada ya kumwombea hayati Baba Mtakatifu Francisco katika kanisa kuu la Kikatoliki la Bikira Maria Mkoptiki huko Kairo. Tupate taarifa zaidi. Waamini katika kanisa kuu hilo wamekumbuka maadili ya kiongozi huyo mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni, Baba Mtakatifu Francisco, na juhudi zake za kuleta amani duniani. Baba Mtakatifu Francisco alikuwa papa wa kwanza katika historia ya Amerika ya Kusini ambaye alivutia ulimwengu kwa mtindo wake unyenyekevu na kujali maskini, lakini wahafidhina waliotengwa na ukosoaji wa ubepari na mabadiliko ya hali ya hewa. Baba Mtakatifu Francisco alifariki dunia Jumatatu ya Aprili 21 akiwa na umri wa miaka 88. Alijitokeza hadharani mara ya mwisho Jumapili ya Pasaka, siku moja kabla ya kifo chake, kuwabariki maelfu ya watu katika medani ya Mtakatifu Petro, akishangiliwa kwa shangwe na vifijo. Na ndipo ambavyo tunahitimisha habari mbalimbali ambazo tumekukusanyia kwa asubuhi ya leo. Nikushukuru wewe ambaye tumekuwa pamoja kutoka pale mwanzo mpaka wakati huu. Nishukuru sana timu yangu ambayo imehakikisha mambo yanakwenda vizuri. Asante sana kwa Cesare Onora, asante sana kwa Dule Evans Bile, kimpi asante sana kwa Rahma Kipandu. Wote hawa wamehakikisha mambo haya yanakufikia kwa ukamilifu. Mimi naitwa Stade Aristides. Tuendelee kumwombea Baba Mtakatifu pumziko la milele, ikiwa tumesaliwa na siku moja ili maziko yake yaweze kufanyika siku ya Jumamosi asubuhi, lakini siku ya kesho usiku zoezi la kufunga rasmi jeneza lake litafanyika kama ishara ya kutamatisha utawala wake kama kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni. Basi mimi nikushukuru sana, na kwa wakati huu ninapisha nafasi kwa mwenzangu aweze kuendelea na kawa au chai meza mazungumzo sehemu ya pili. Mimi naenda kukutana wakati mwingine. Kwa heri kwa wakati huu. Vipimo kutoka maabara ya maudhui vimekamilika na majibu yake ni haya. Tumbo liko kama puto. Kujua kwamba umeshiba ni jinsi tumbo limetanuka. Kama kuna tatizo yoyote kwenye mimba yake wanagundua mapema ili waweze kurekebisha hiyo kitu. Kwamba mama anapaswa si ampigishe mswaki kwa sababu hana meno, lakini anamsafisha zile fizi. Kuna baadhi ya dawa zinaweza pia zikawa na madhara kwa mtoto aliyeko tumboni, anayenyonya, au hata mtoto ambaye yupo katika stage za ukuaji. Afya ni mtaji. Kutana na wataalamu wa afya kutoka sehemu mbalimbali katika kipindi cha Zahanati. Usikose kutazama kipindi hiki Ijumaa saa 2:30 usiku na marudio Jumamosi saa 8:30 alasiri. Ni hapa hapa Tumaini Television. Ipe nafsi yako tumaini. Ni taarifa ambayo imetolewa na Vatican, na pia ni taarifa ambayo imetolewa katika ngazi mbalimbali
katika ngazi ya baraza la maaskofu kokote nchini na katika ngazi ya majimbo. Nasi wana jimbo kuu la Dar es Salaam, pamoja na kwamba taarifa hizo zina njia nyingi na vyombo vingine binafsi, lakini taarifa rasmi ilitolewa na Baba Askofu Mkuu Yuda Thaddaeus Ruwa'ichi siku ya kifo cha Baba Mtakatifu Francisco tarehe 20 Jumatatu katika oktava ya Pasaka, alipokuwa katika adhimisho na wana UKWAKATA jimbo kuu la Dar es Salaam pale parokia ya Mtakatifu Petro Oyster Bay. Kwamba Baba Mtakatifu amefariki dunia, na katika lugha ya imani kabisa na katika matumaini yetu kwamba amerudi kwa Baba, amerudi kwa muumba wake, yeye ambaye amempa maisha, yeye ambaye pia amempa wito wa upadre, baadaye daraja ya uaskofu, na katika ngazi ya juu kabisa katika kanisa la ulimwengu, Baba Mtakatifu. Kwa hakika katika nafasi yake kifo hicho kinaleta mshtuko katika hali ya ubinadamu, lakini katika hali ya kiroho na katika maisha ya kiimani, hiki ni kipindi cha sherehe za Pasaka. Ufufuko wa Kristo unatujalia sote kupokea kifo kwa matumaini, kupokea kifo kwa furaha, lakini ni furaha ile kwamba kwenda kuungana na Kristo mfufuka katika maisha ya umilele. Hivyo kwa kanisa hii ni sherehe ya kifo chake. Kwangu ningeweza kusema ni sherehe ya kifo chake, kwa sababu Mwenyezi Mungu pia hata ukichukulia kibinadamu amemjalia umri wa hiyo miaka 88. Ni miaka ambayo katika mahangaiko ya ulimwengu, katika mahangaiko ya maisha ya binadamu, ni ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hivi nami niungane na kanisa zima kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha yake, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa utume wake. Na lakini tunakumbuka wakati ule anaanza utume wake kama Baba Mtakatifu mwaka 2013. Mwanzoni kabisa alionyesha ni mtu wa namna gani kupenda kulifanya kanisa kuwa moja, lakini kupenda kufanya ulimwengu kuwa mmoja. Alitamani kuona watu wanaishi maisha ya kawaida, na mwenyewe aliishi maisha ya kawaida. Tulikuwa tunasikia mabadiliko mengi juu ya uendeshaji wa utawala wa kanisa kule Roma, na mwenyewe alikuwa lugha nyepesi tumezoea kutumia wa simple life. Na kwa sababu hiyo alikuwa mtu ambaye wa maskini, alionekana kuwa mtu wa watu maskini, watu wa kawaida, na kutaka sote tujitambue kwa